الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walillahi alhamd. Tungali tukiendelea katika mazungumzo yetu yanayohusiana na masala ya sheria. Walillahi alhamd. Jana tuliangalia kwa kina mlango wa najasat, tukaona maana ya najisi katika lugha na sheria, tukaangalia sampuli za najisi na aina za najisi na jinsi gani tunaweza kujiweka mbali nazo ama kujitaharisha dhidi ya najisi. Leo tutaangazia juu ya masala ya alhaid wa nifas, masala ya ada ya mwezi kwa kina mama, hukumu zake zikoje, na masala ya ada za kina mama baada ya kujifungua, yani nifas. Kwenye baadhi ya vitabu hutumika kwa jina la wilada, japokuwa baadhi ya wanazuoni wamegawanya kuna wilada na nifas. Wakasema wilada ni ile damu nyingi inayomtoka mwanamama baada tu ya kujifungua, ile siku ya mwanzo au masaa ya mwanzo. Kisha nifas ni ile inayoendelea baada ya hapo. Alimradi kauli yenye nguvu zote ni nifas ndio wilada na wilada ndiyo nifas. Alhaid lugha, neno hedhi katika lugha huwa as-sailanu. As-sailan ni damu inayotiririka kutoka katika fuko la uzazi la mwanamama, as-sailan. Wa shar'an, ama kisheria, damun tabi'iyya ni damu ya asili ya kitabia. Wajibiliya, damu ya kimaumbile, jibilla. Kwa ni damu ya asili ya kimaumbile ndio hedhi. Yakhruju min qa'ri rahimi, inatoka ndani ya fuko la uzazi. Arrahimi ni pale ambapo panapotunga kizazi, kama Allah alivyosema ya'lamu ma fil arhami, jamu rahimi. Allah anajua kile kilichopo katika fuko la uzazi au pale panapotungwa kizazi. Na rahimi kwa maana nyingine pia ni udugu. Udugu kapewa jina la rahimi likifungamanishwa na uzazi. Silatul arhami, kuunga kizazi ama udugu. Kwa hiyo hedh ni damu ya asili ya kimaumbile, tabi'iyya jibiliya, ya asili ya kimaumbile inayotoka katika fuko la uzazi au pale panapotunga mimba, fi awqati ma'luma, katika nyakati maalum. Halu sihhati almar'a, na hii ni hali ya afya, ya kiafya ya mwanamke. Yani hali hii si ugonjwa, hali hii ndiyo uhai na ndiyo siha ya mwanamama. Binti akiingia kwenye hali hii tunasema hii ndiyo hali ya siha, kwa sababu kuna uhakika wa kupata ujauzito. Na mara nyingi isipokuwepo hii ni muhali mtu kupata ujauzito. Na ndio maana hata wale wanaofikia hatua za kutotokwa na damu hii ya ada ya mwezi ni muhali kubeba ujauzito. Wallai yaisna min almahid min nisaikum, kama Allah alivyozungumza na wale ambao washachoka, hawawezi kutokwa na ada za mwezi. Kuna umri fulani mwanamama akifika ni muhali kutokwa na ada ya mwezi.
na pia halikadhalika ni vigumu kupata ujauzito. Kwa hiyo hali hiyo ni ya kisiha, si maradhi. Min ghairi sababi wilada, pia hedhi hutoka pasina sababu ya kuzaa. Maanake hii inatoka tu kwa muda fulani, tutakuja kuona nyakati zake. Mara nyingi ni kila mwezi mwanamama huenda katika desturi hii, mara nyingi. Maanake inaweza ikawa akaenda mara 2 au akaenda akapitia mwezi ukapita hajaenda. Haya yanatokea. Wanifas, na nifasi, damun yakhruju min mar'a au min almar'a inda alwilada. Nifasi ni damu inayotoka kutoka kwa mwanamke baada ya kujifungua au wakati wa kujifungua. Maana ilivyo mara nyingi huanza hata kabla ya kujifungua kwenyewe. Utasikia matabibu au wakunga au wakina mama wenye uzoefu anakuambia chupa imepasuka. Kwa hiyo mara nyingi inaanza inda alwilada, wakati wa kuzaa kwenyewe, na si aqiba alwilada, si baada ya kuzaa. Na pia inawezekana akajifungua kabla ya kutoka. Hayo ni masala mengine ya kitabibu. Naweza kuuliza, kuna mtu ajifungua operesheni? Tayeb, tutakuja kuyaona huko. Jambo lingine, bidayatu waqti alhaidhi wa nihayatihi au wa nihayatuhu, mwanzo wa wakati wa hedhi na ukomo wake au na mwisho wake ni upi? La haidh qabla tamami 9 sinin, hakuna hedhi kwa mwanamke kabla ya kutimiza miaka 9. Binti lazima atimie miaka 9 ndio anaweza kuanza kuingia katika ada. Hii ndiyo mara nyingi ghalibu iko hivi, na inaweza ikachelewa miaka 10, 12 mpaka 13. Liannahu lam yathbutu fil wujud la limra'atin hayyada qabla hayyadat au hayd qabla dhalik, kwa sababu katika mazingira ya kawaida hapajapata kuthibiti kwa mwanamke kwenda ada ya mwezi kabla ya miaka 9. Ndio maana ikawa ndio hadi yake, ukomo wake wa mwanzo, au ndio kuanza kwa hedhi ni miaka 9. Waqad ruwiya an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, na kumepokewa masimulizi kadhaa kutoka kwa Aisha, Allah amuiradhi, kwamba yeye amesema, idha balaghatil jariya 9 sinina fahiya imra'a, atapofikia jariya, kijakazi, yani mtumwa wa Allah, miaka 9, basi huyo ni mwanamke. Manake huyo ashakuwa utu uzima, mara nyingi ni katika ada ya mwezi. Wala haidhu ba'da 50 sana fil ghalib ala sahih, wala hakuna ada ya mwezi au hedhi kwa mwanamama mwenye miaka 50 na kuendelea. Mara nyingi fil ghalib, yani aghlabu au ni nadra, yani ni mara chache kumkuta mwanamama ana miaka 50 na kuendelea akiwa bado anaenda kwenye ada yake ya mwezi. Lakini aghlabu yake mara nyingi akifika miaka hii, ada hii hukoma ala sahih, kwa tafiti sahihi za wanazuoni wa Kiislamu. Waqad ruwiya an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, hal kadhalika imepokewa na kutoka kwa Aisha, Allah umuiradhi, kwamba yeye amesema, idha balaghatil mar'a 50 sana kharajat min haddil haid, atapofikia mwanamke miaka 50 hutoka katika kikomo cha wanaoenda ada ya mwezi ya hedhi. Kwa tunapata hapa mara nyingi mwanzo wa ada ya mwezi kwa wanawake ni miaka 9, na mara nyingi mwisho wa ukomo wa ada ya mwezi kwa wanawake ni miaka 50. Ndio ufupisho wa mazungumzo haya ya nukta hii. Aqallu muddatul haidhi wa akthariha, uchache wa muda wa hedhi na wingi wake. Maana yake sasa tumefahamu
miaka 9 iweza kuingia katika ada ya mwezi, miaka 50 mara chache kuingia. Je, inatoka kwa kipindi gani? Imetoka ndani ya mwezi kwa kipindi gani? Ni siku moja, siku mbili, mwezi? Uchache wake na wingi wake ni upi? Ndio nukta naizungumza. As-sahihi, iliyokuwa sahihi, annahu la hadda liaqallihi wala aktharihi. Usahihi, hakuna kikomo cha wingi wake, cha uchache wake wala wingi wake, kwamba kikomo chake bana kwa uchache toka siku moja, kwa wingi labda isizidi siku 3. Hakuna. Wa innama yurja fihi ila al-'ada wal-'urf. Hilo la rejeshwa hilo katika desturi na ada na desturi. Tusimame kidogo hapa. Kivipi? Naam, tuliacha hivyo kwanza, tuje kuliona ufafanuzi wake huku mbele. Kuna baadhi ya vitabu kisoma kama Safinatun Najah, Mabadiul Fiqhiyya, Irshadul Muslimina, maarufu babu majaa, wanasema wameweka kule baadhi ya ukomo na kwamba mara nyingi kwa uchache wake ni lahdha, mara chache hizo zatoka chap katika mchana masaa kadhaa, basi ada ya hedhi kakoma. Wingi wake 15 wameweka baadhi wanazuoni, kisoma kule. Tuangalie hapa, nasema ghalibul haid, mara nyingi hedhi, ghalibuhu 6 au 7, mara nyingi ni siku 6 au 7. Kule wameweka mchana mmoja tu, masaa 12 ndio uchache wake ni baadhi ya vitabu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama li Hamna binti Jahsh radhiyallahu anha, kwa kauli ya Mtume alimwambia Hamna mtoto binti wa Jahsh, akasema Allah miradhi, anasema tahayyadi fi ilmi llahi 6 ayyam, hedhi katika elimu itokao kwa Allah ni karibuni siku 6, zizidi hapo, au 7 zizidi, yani huu ndio wingi, haizidi hapo. Thumma ightasili wa salli 24 yawman, kisha thumma ightasili, kisha koga, wa salli, na usali. Arba'a 20 yawma, siku 24 zilizobakia katika mwezi. Maana yake siku 6 ada, zilizobakia 24 hizi utaswali kama kawaida. Au 23 yawman, au taswali siku 20 na ngapi? Na 3. Maana yake siku 7 ameenda ada huyu. Kama yahidhu an-nisa'i wa yuthhirna limiqatin haidhihinna wa tuhurihinna, kama wanavyoenda ada wanawake kwa nyakati maalum ya ada zao na utohara wao. Katika hili swala ada, kuna jambo linaitwa, limezungumzwa pale kwamba swala la ada ya mwezi halina uchache wala wingi wake, bali inaangaliwa ada na desturi. Ada ya mtu ambaye anaenda hiyo ada ya mwezi, desturi yake yeye yakwenda siku moja, yuaenda siku moja, miaka na miaka. Ikizidi siku moja inakuwa si hedhi tena, inakuwa al-istihadha, damu ya ugonjwa. Mwingine anakwenda siku 3, ndio desturi yake. Ikizidi hapo si hedhi tena, hiyo ni istihadha, damu ya ugonjwa. Wanazuoni wakasema istihadha itafahamika kwa njia mbili. Moja ni kuzidi muda wa kawaida ambao mwanamama huwa anaenda kila mwezi. Yeye ni siku 2 au ni siku 3 au ni siku 1, ikazidi katika siku 3, ikazidi katika siku 1, ikazidi katika siku 2, hapa atasema hii si hedhi tena, ni istihadha.
Aina ya kwanza ni hiyo, kujua. Aina ya pili, harufu na rangi, wao wanafahamu. Akitazama ile rangi si ile ya kawaida ambayo ni ada humtokea. Akitazama ile harufu si harufu inayotokana na nini, na ada aliyoizoea. Hapo nasema hii sasa si hedhi, ni istihadha. Lakini kwa nini mtu ajue istihadha? Sababu kuu ya kujua istihadha ni hii: mtu akishamaliza ada yake ya mwezi, mwanamama akaenda kwenye istihadha, manake bado damu inaendelea kutoka, hapa hukumu yake ya swali kama kawaida. Ndio mantiki ya kujua yale ambayo yalikuwa ni haramu ya hedhi yatakuwa hapa pia si haramu tena kwake. Kutufu al-Kaaba atatufu, kuswali ataswali, kufunga atafunga, kwa sababu damu hii ni istihadha. Ni istihadha maana yake ni damu ya ugonjwa, si hedhi ya asili. Kwa atarejea kwa madaktari aende apate tiba ya kutokwa na damu katika muda unaokuwa wa ziada ambao sio ada yake. Mtu anatoka hata mwezi mzima, Sheikh, sio unasema ni hedhi. Na hili sasa hivi limejaa sana katika ulimwengu wa sasa. Yasemekana kwa sababu watu wanatumia madawa ya kuzuia, ya madawa ya uzazi wa mpango. Ima iwe ni vijiti, ni vijiti, ndio vijiti, siji vitanzi, ndio hivyo, siji vijiti ndio vitanzi, iwe ni vijiti, iwe ni sindano, iwe ni vidonge, mara nyingi vinabadilisha mfumo wa utokwaji wa ada ya mwezi kwa mwanamama. Kwa hiyo unakuta mwingine anatoka fluently, yani inaendelea tu mwezi mzima yanatokaga tu, au ndo maisha yake yako hivyo. Sasa huyu haji kwenye hukumu ya hedhi tena. Hii inabadilika kuwa ni hukumu ya istihadha, ni damu ya ugonjwa. Kwa hiyo atatekeleza ibada ya swala, atafunga, atatufu al-Kaaba, atashika msahafu kama kawaida, huku akiendelea kuwaona matabibu wampe dawa ya kumponya ili aende katika hali iliyokuwa ya kawaida. Ndio maana ya kujua hii ni hedhi na hii ni istihadha, yani hii ni damu ya ada ya mwezi ya kidasturi ya kawaida, ambayo ni siha kama nilivyosema kule mwanzo, ni hali ya kiafya, na hii ni istihadha, damu ya ugonjwa. Mmeelewa mantiki ya kujua muda wa hedhi? Kwa mtu mwanamama anarejea katika ada yake, desturi yake, huwa anaenda siku ngapi? Ikizidi tu lazima akague ile damu ipo katika harufu ile ile ya ada, rangi yake ni ile ile ya ada. Hapo atapata jawabu na atapaswa kujisafisha tu na kujistiri, isichafue nguo zake za nje, na baada hapo atekeleza ibada ya swala kama kawaida. Tutakuja kuona istihadha imeelezwa kwa kirefu katika mazungumzo chini insha Allah. Baada ya hapo tuyaangalie mambo ambayo ni haramu kufanywa kwa mwenye hedhi na hata nifasi, ama kufanywa na huyu mwenye hedhi au nifasi. Ni haramu mambo yafuatayo kufanywa na mtu mwenye hedhi, yani ada ya mwezi, au nifasi, au mwenye nifasi ada ya baada ya kujifungua au wakati wa kujifungua. Moja, alwatu fil farj. Moja ni kukutana mwenza wake. Hili ni haram mutlaq. Na walillahi alhamdu, wanazuoni wa sasa wa matabibu wamekiri kwamba kuna madhara makubwa ya kukutana na wenza kukutana katika muda huu wa ada, kwa sababu uchafu ule unaweza kuleta maradhi makubwa kwa mwanamke, hasa kwa mwanaume, na pia mwanamke anapata madhara. Kwa hiyo hili ni haramu, na hili ni kwa mujibu wa Qur'an, sura ya 2 Suratul Baqara aya 222, fa'tazilu an-nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Jitengeni mbali, fa'tazil, jitengeni kabisa, an-nisaa, dhidi ya wanawake, fil mahid, wakati wa ada zao, ima hedhi ama nifasi, wala taqrabuhunna, wala msiwakaribie, hatta yathurna, mpaka wataharike, ada ile kome, ifike hitamu na tamati, ndiyo maruhusiwa kuwaendea. Kama Allah anasema, fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, wakisha kuwa safi, mtaharika na wakakoga wakajitoharisha, basi waendeeni hao pale alipokuamuruni Allah subhanahu wa ta'ala, si pengine. Lugha imeeleweka.
Na pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama baada kuteremka hii aliwaambia, isna'u kulla shay'in illa nikah, maruhusiwa kufanya mambo yote na wake zenu katika ada zao isipokuwa jambo la tendo la ndoa. Utambusu, utamkumbatia, yote isipokuwa tendo lenyewe la ndoa ndilo ambalo limeharamishwa. Na haya yalitokea wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mila ya Waarabu ilikuwa wanawekwa mbali kabisa, kando huko, wanatengwa kabisa, mpaka baadhi wanasema hawa wasipike. Mwanamke shekhe akiwa kwenye ada yake yoruhusiwa kupika, tena hata kuchinja na ruhusiwa, na tukala hicho kichinja. Hayuko tahara bwana huyu, asikuchinja. Hakuna habari hizo katika Uislamu. Kwa hiyo hata kuchinja mwanamama leo kwenye ada ya mwezi au baada ya kujifungua atachinja kama kawaida. Lilokatazwa ni moja tu katika miamala baina ya watu, ni moja tu, nalo ni tendo la ndoa yeye na mwenza wake. Na katika miamala yeye na Allah subhanahu wa ta'ala imekatazwa nini? Swala, kutufu al-Kaaba, kufunga saumu ya Ramadhani, na pia kugusa msahafu. Meleka. Na baadhi ya kauli hata kusoma Qur'ani wamesema baadhi wengine, lakini kauli ambayo haina nguvu mno. Hilo la kwanza. Jambo la pili, at-talaq. Hapo sasa hili alimuhusu na usu wanaume. Talaka jamani haitolewi wakati wa ada ya mwezi. Talaka hivi nini? Haitolewi mwanamke anavyokuwa kwenye ada yake ya mwezi. Talaka bid'i katika lugha ya sheria. Milango tutaikuta mbele baada ya milango hii ya tahara. La yutallaqu almar'a fi 'adatihi au fi alhayd wala fi taharatin jumi'at fi, yani mwanamke haachwi katika ada wala katika utahara ambao amekutana mwenza wake. Imeeleweka hiyo? Yani mwanamke akiwa kwenye ada yake ya mwezi haupaswi kumpa talaka. Na kuna hekima nyingi shekhe hapo. Kuna hekima nyingi sana shekhe. Wanandoa wanajua. Kuna kipindi magomvi ya mme na mke ni kwa sababu hajakutana tu. Au hilo lipo. Wanandoa mpo? Inawezekana mgogoro kwa ni mzito, lakini jambo likipatikana la ndoa, mgogoro unaishia hapo hapo, utashangaa. Sasa wakati ule tumekatazwa wakati wa ada. Hekima ya kwanza hiyo. Hekima ya pili, mwanamke ambaye kwenye ada yake ya mwezi hata saikolojia yake haiko vizuri, hata utendaji wake wa kazi, watafiti wameweka kabisa sema hata utendaji wa kazi mwanamke kwenye ada ni tofauti. Ima ni kwenye kuandika ni karani au shughuli zake zote ni tofauti. Kwa kuna mabadiliko ya kibiolojia yanamkuta mwanamke katika hali hii. Na kuna kipindi anakuwa na hasira zaidi. Sasa kipindi hichi ikasema sheria hapana kumpa talaka katika kipindi hichi. Hiyo ni hikma, sio mlango wetu. Lakini talaka mwanamke hapewi anapokuwa katika ada yake ya mwezi. Ipokuwa akipewa talaka imekubalika. Jambo lingine hilo. Imekubalika. Taona kule katika milango ya talaka kule. Lakini bid'i, talaka bid'i inaitwa. Si ilo imizwa kisheria. Hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilizungumzia hiyo. Kwanza aya inasema fatalliquhunna li'iddatihinna, wapeni talaka wanawake katika eda, katika hesabu zao. Li'idda min adda ya'uddu idda, katika hesabu. Na hapa wanazuoni wakafasili hapa ni katika utahara wao, kama hadithi ilivyofanua ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama pale alipomwambia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, akamwambia kijana wake Abdullah ibn Umar, ambaye Abdullah ibn Umar ni kijana wa Umar ibn Khattab. Yeye alimtaliki mke wake katika ada. Mtume akamwambia Umar, nenda kamwambie kijana wako Abdullah ibn Umar, muruhu liuraji'u, muamrishe amrejee mke wake. Hakuna talaka katika wakati wa nini? Wa hedhi. Na hadithi hii ikazua gogoro kwa wanazuoni kidogo, gogoro moja ambalo nimeligusia pale mwanzo.
kwamba Mtume alimwambia muamrishe amrejee. Baadhi ya wanazuoni wakafasiri kwamba manake talaka ilituka, ilikubalika. Laiti singekuwa sio talaka singemwambia mrejee. Imeeleka. Baadhi wakasema hapana, hapa si kumrejea kwa maana ya kumrejea, hapa ni kwa maana mwambie talaka haipo hapo. Kwa maana talaka katika hedhi haipo kabisa. Ndio khilafu za wanazuoni ndio kuzikuta mbele katika masuala ya talaka. Wengine wanasema ukimpa talaka muda wa hedhi maana yake talaka haipo, hujamwacha. Baadhi wanasema hapana, ukimpa talaka ipo lakini umekosea katika sheria, unapata dhambi kumpa katika muda huo. Angalieni masala khilafu jinsi yalivyo ikhtilafu. Watu wanachukulia ikhtilafu jambo kwamba mpaka wanazozana mpaka kutoana katika Uislamu, lakini ndio misingi kama hii ya kuelewa nasu au nusus za Allah za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam au aya za Qur'an. Mpo kwa kitendo cha mtume kumwambia Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu amwambie mwanae Abdullah ibn Umar amrejee mke wake kwa sababu amempa talaka katika muda wa hedhi, kaonesha kwamba hairuhusi kumpa mwanamke talaka katika muda wa nini? Wa hedhi. Jambo la tatu lifai kwa mwanamke as-sala, kuswali. Inajulikana hilo kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia Fatima bintiye, Allah muiradhi, kumradhi so binti yake ni li Fatima binti Abi Habsh, alimwambia Fatima mtoto wa Habsh kwamba idha aqbalatil haidha fad'i sala, ukiingia katika ada ya mwezi acha swala, ikija hedhi acha swala. Maana yake swala pia haitaki uswali. La nne as-saum, saum pia hairuhusiwi kwa mwenye ada, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kauli yake mtume isemayo alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli, hivi sivyo kwamba mmoja wenu katika ninyi wakina mama akienda ada ya mwezi hapasi kufunga wala kusali? Kaonesha kwamba swala ama saum hairuhusiwi kwa mtu aliye kwenye ada ya mwezi. Kulna bala, wakasema bala, hapana, ni ndivyo ilivyo, sivyo bali ni hivyo. La tano at-tawaf, kuzunguka makutufu al-Kaaba, nayo pia ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam li Aisha radhiyallahu anha lamma hadat, na hii ni kwa mujibu wa kauli yake mtume alipomwambia Aisha alipoingia katika ada yake wakati wanatekeleza ibada ya haji. Akamwambiaje Aisha? Mtume akamwambia Aisha, if'ali ma yaf'alu al-hujjaj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhiri. Akamwambia kwamba mtume alimwambia Bi Aisha, fanya yale ambayo yanafanywa na mahujaji kama kawaida, lakini bali isipokuwa jambo la kutufu usizunguke al-Kaaba mpaka utapokuwa tahara. Kaonesha kuzunguka al-Kaaba yuwapaswa uwe tahara. Qira'atul Qur'an ala baadhi aqwali al-ulama, pia kusoma Qur'ani kwa mujibu wa kauli ya baadhi ya wanazuoni. Tulifanua kule nyuma katika masuala ambayo hayafai kwa mtu mwenye janaba, nifas na hedhi, tukaona kauli za wanazuoni zilizozungumza jambo hili. Wa huwa qawlu akthari al-ulama ahli al-ilmi min as-sahaba wat-tabi'in, na hii ni kauli ya wengi katika watu wa elimu miongoni mwa masahaba na wanafunzi wa masahaba, wa man ba'dahum, na walokuja baada yao. Lakin idha ihtajat ila al-qira'a, lakini akihitaji kusoma, ka an tahtaji ila murajaati mahfudhaha hatta la yunsa, kama mwanamama akitaka kurejea kile alichokihifadhi ili asikisahau, ruhusiwa kusoma Qur'an. Au ta'limi al-banati fil madarisi, au kufundisha mabinti katika madrasa, ruhusiwa kusoma Qur'an. Au qira'ati wardaha, au kusoma uradi wake, nyiradi mbalimbali adhkari, yaruhusiwa kusoma Qur'an. Jaza laha dhalika, yajuzu kwake yeye. Wa illam tahtaji fala taqra, ikiwa kuna haja ya hivyo basi asisome, kama qala ba'dhu ahlul ilmi, kama alivyosema baadhi ya wanazuoni. Lakini wengi wamesema
Yaruhusiwa kusoma Qur'ani alimradi asishike nini? Msahafu. Jambo la 7, masul mushafi, kugusa msahafu ama kuushika. Kauli ya Allah isemayo katika suratul al-Waqi'a, suratul Waqi'a aya ya 79, la yamassuhu illa almutahharun, haigusi Qur'ani isipokuwa yule ambaye yuko tahara. Jambo la 8 alifai kwa kwenye ada, dukhulul masjidi wal lubth fihi au al-mukth, kuingia msikitini na kukaa katika msikiti. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa kauli ya mtume isemayo la uhillu almasjida lijunubin, si halalishi msikiti kukaa kwa mtu mwenye janaba, wala haidhin, wala mtu mwenye hedhi au nifas, waliannahu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume pia kana yudni ra'sahu li Aisha radhiyallahu anha wa hiya fi hujratiha, mtume alikuwa akimkataza Bi Aisha kuingia msikitini akiwa katika nini? Chumba chake. Yani Bi Aisha akiwa na dharura, anamhitajia mtume, kuna jambo nataka amueleze, alikuwa haingii msikitini akiwa katika hali ya ada, bali alikuwa akisogea dirishani tu, anaongea na mtume dirishani. Na baadhi ya riwaya alikuwa akitoa kichwa mtume katika dirisha na Aisha anamchana nywele zake. Imeeleweka eh? Tayib. Wakadhalika yuhramu alaiha almururu fi almasjid in khafati talawuthihi, pia ni haram kupita msikitini mwanamama kutoka mlango mmoja kwenda mlango mwingine, tokea mlango huo atokee, yani apite tu, ni haram ikiwa atahofia kuchafua msikiti. Fa in aminat talwithihi lam yahrum, ikiwa anaona kwamba amejistiri vizuri na hawezi kutia najisi na uchafu katika msikiti, si haram kupita katika msikiti. Nukta nyingine ambayo tutaichukua siku ya leo, nukta ya 5, ma yujibuhu alhayd, kuna mambo ambayo yanapaswa kufahamika kwa mtu aliyopo kwenye ada ya mwezi. Bana, kumbe mlango wa tahara umeisha bana, ndio tukaukamilisha leo. Taangalia, tusilazimishe. Yujibu alghusl liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwa mwanamama ametaharika, haishii kukoma tu ada ya mwezi au ada ya kujifungua tayari ya swali, la, bali yampasa akoge, kwa kauli ya mtume, da'i salah qadri ayami allati kunta tahidhin fiha thumma ightasili wa salli, kwa kauli ya mtume isemayo, acha kuswali kadiri ya masiku ambayo ulikuwa unaenda ada ya hedhi, ndani ya masiku hayo kisha koga na uswali. Kwa utahara wake ni baada ya kukatika ada ya mwezi au ada ya kujifungua, kisha aoge, ndio tahara imekamilika. Lingine kwa mtu ambaye yupo kwenye ada, kwanza ni mwanamama ambaye amefikia muda wa kuingia katika ada, albulugh. Huyu pia yuwapaswa awe ni mwenye kujistiri. Akishaingia ada tu mwanamama, mtoto, binti, huyu lazima aanze kujistiri. La yaqbalu Allahu salata haidhin illa bi khimarin, Allah hakubali swala ya yule ambaye ashafikia umri wa kwenda ada, manake ni amebaleghe, amevunja ungo kwa lugha nyingine. Maana kwenye Kiswahili wanasema kubaleghe ni mwanaume na mwanamke ni kuvunja ungo, lakini kwenye Kiarabu albulugh inamuhusu kufikia utu uzima mwanaume na pia hata mwanamke, yote mawili yanachukuliwa hapo. Kwa hiyo yuwapaswa mtu ajistiri. Kibinti kishafika tu ada, kishaingia ada tu ya mwezi, huyu ni mwanamke, lazima ajistiri. Kisheria anaitwa mukallaf, huyu anakalifishwa na sheria,
Manake yale mambo ya wajibu yawapasa yafanywe kwa mujibu wa sheria, kuswali, kufunga na kadhalika. Jambo la pili ambalo natakiwa alifahamu, ambao yupo mwenye ada, al-i'tidad bihi, ni kukaa eda kupitia ada yake. Kukaa eda kupitia ada yake. Eda ya mwanamama ima ya kufiwa ama kuachwa inahesabika kupitia ada, sio miezi. Miezi mitatu bwana. Miezi 4 na siku 10 tu. Zinahesabiwa ada. Sasa kuna ikhtilafu katika ile, zote ni ada. Ikhtilafu wanazuoni nasema ada hesabu wanavyoingia kwenye ada au wanapotwaharika, ndio khilafu iko hapo. Ile 3 quru tatu ni zipi? Wakasema ni tahara 3 au ni ada 3. Maana yake nini ada 3? Ataenda akiingia kwenye ada tu, hapo mwezi mmoja umeisha. Akiingia ada akathalika, ingia ada nyingine, mwezi wa pili umeisha. Akimaliza akaingia ada nyingine, mwezi wa 3 umeisha. Ndio maana yake. Ama tahara 3, akaingia kwenye ada akatwaharika, tahara hii ya kwanza inahesabika. Akaingia kwenye ada akatwaharika, tahara ya pili hii. Akaingia ada akatwaharika, tahara ya 3. Kwa hiyo pia ada hii kwa mwanamke anaenda ada ya mwezi, atatumia ada ya mwezi katika eda zake. Umeeleweka Na asioenda ada, tushasema kule, wallai yaisna min almahidh min nisa'i, wale ni 3 ashhur wa 10 kama sikosei, nishasahau ile aya. Tuje kukuta masuala ya talaka kule, au 4 ashhur 3 ashhur nafikiri. Kwa hiyo pia ada hii inamsaidia mtu kuhesabu eda yake mwanamama, kama Allah alivyosema katika suratul Baqara, sura ya 2 aya 228, walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna 3 qurui, na wale waliotalikiwa yatarabbasna, watakuwa na subira na kusubiri, au watahesabu bianfusihinna, wao wenyewe kwa nafsi zao watatulia majumani mwao, 3 qurui 3. Ndio hizo, ima ada yani ada 3 au tahara 3, utavyohesabu wewe unavyotaka. Yani 3 hiyadhin, hedhi 3 kwa mujibu wa fasiri hapa. Lakini pia hiyo juu hapo ni eda ile ya kuachwa, ndio maana katika neno talaka, maana eda kufiwa ina talaka. Lakini pia hukumu bibaraati rahimi fil i'dadi bil haidhi, pia mwanamke anatumia ada ya mwezi ili kuhukumu kusalimika fuko lake la uzazi kupitia eda. Kivipi? Maana yake kupitia ada ya mwezi ndipo tunafahamu mwanamama huyu ni mjamzito au sio mjamzito. Ilivyo kawaida, mwanamama akiingia akiwa na ujauzito tu haendi ada yake ya mwezi, sivyo? Kwa hiyo moja katika sababu ya vipi imewekwa na sheria hivi pia ni vipimo, na ndio maana ikawekwa ile eda ya mwanamama anaofiwa. Moja kati hekima zake ni kwamba kujulikanwe kwamba huyu tayari tumbo lake halina mtoto au halina ujauzito wa yule aliofariki mumewe marehemu, ili asije akaolewa mtoto huyu akaenda kwa nani? Kwa mtu mwingine yule ambaye muolewa naye baadaye. Kwa sababu ingekuwa mwanamama anafiwa leo, kesho mwezi mmoja au wiki anaruhusiwa kuolewa, maana yake huwezi kujua mimba rochanga haijulikanwa. Ataenda kule baada ya mwezi mwingine ana ujauzito, haijulikana ni wanani, mpaka mwende DNA sijui ijulikani wanani. Sasa huyu ni wa yule aliofariki au ni wa huyu ambaye mmoa sasa. Kwa hiyo ni moja katika sheria hizo. Umeeleweka? Kwa hiyo
pia ina hukumu bara'atu rahimi fil i'tidadi bil haid, kuepukanwa na kizazi katika masuala ya kukaa eda hii ya haid. Na ndio maana eda ya mtu aliofiwa na mume wake mwanamke ikitokea ni mjamzito akafiwa leo na mume wake, kesho akajifungua, eda imeisha. Meleka, eda imeisha. Sababu ndio hikima kubwa ya eda, kujua tayari anajulikana huyu mjamzito ana mimba ya mtu aliofariki ina miezi 9. Kafariki leo au kafariki asubuhi kwa mshtuko mpaka uchungu umemkuta kazaa jioni, eda pia ishaisha hapo hapo. Wa ulatul ahmal ajalahunna an yad'na hamlahunna, kama Allah alivyosema, na wale wajawazito ajali yao kwa maana eda yao inaisha baada tu ya kujifungua. Imeeleweka Leo tumelazimika kuingia kwenye masuala ya ndoa ya talaka, sababu ndio umetupeleka mlango huko, hatuna ujanja kuingia huko kukwepa. Lakini hiyo ni nyepesi. Maana mtu leo tu kafiwa na mumewe, kajifungua, kesho tayari hana eda, imeshaanza kaolewa. Ndio tafakari mwanamke ambaye ana ujauzito wa siku moja au mwezi mmoja, ishaonekana eda yake inaisha lini? Miezi 9 baada ya kujifungua. Ndefu kule ni kurefu. Kwa hiyo na urefu pia upo, sio kwenye ufupi tu, kumsiangalie huku tu kwamba una urahisi, na urefu pia upo. Miezi 9 amefiwa na mumewe akiwa na ujauzito mwezi mmoja, atakaa miezi 8 mpaka anapojifungua. Kwa hiyo itapitiza mwaka mmoja mpaka ajifungue mwaka mzima. Umeeleweka Kwa hiyo moja katika swala la al-hayd inatusaidia kuhukumu bara'atu rahimi fi i'tidadi bil hayd, kwamba kuepukana kizazi na katika wakati wa kaida kwa mwanamke. Tanbihi hii shikeni sana, tanbihi, narudia tena, shikeni sana hii tanbihi. Na hii maswali mengi huwa yanazuka, hasa wakina mama, na sisi pia ndio wamezao au walimu wao au wadogo au kaka zao na kadhalika. Idha tahuratil haid au an-nufasa qabla ghurubi shamsi, atakapotaharika mwenye ada ya mwezi kabla ya, au yule mwenye ada ya kujifungua kabla ya kuzama kwa jua, yani kabla ya magharibi kuingia, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadha al-yawm, inamlazimu aswali swala ya dhuhuri na alasiri, azilipe. Imeeleweka? Angalizo limeeleweka, angalizo hili. Huyu adhuhuri ilimkuta hapo kwenye ada yake, alasiri kadhalika, lakini kabla alasiri hajaondoka muda wake akatoharika, aoge, aswali adhuhuri na alasiri aiswali. Imeeleweka hapa? Nafikiri swala nyingi zinawapita kina mama hapa, au mnasemaje? Azitupiti hapa, atuambii jamani zikawapita hizi. Lingine, waman tahurat minha qabla tulu'i al-fajr lazimaha an tusalli al-maghriba wal-isha fi hadhihi al-layla, atakayetaharika kabla ya kuingia alfajiri, magharibi imemkuta yupo kwenye ada yake, dhuhuri al-asri mpaka magharibi, na isha inaingia bado yupo kwenye ada ya nini? Ya mwezi. Lakini kabla isha haijaisha muda wake, maana yake alfajiri haijaingia, akatoharika, yamlazimu aswali magharibi na isha. Mpo mashekh? Tuna kazi ya kwenda kufikisha ujumbe huu, tuna kazi ya kufikisha ujumbe huu. Katika usiku huu, naam, lianna waqtu as-salah ath-thaniya waqtu lis-salati al-ula,
kwa sababu kikawaida wakati wa swala ya kwanza ya pili asili yake ni wakati wa swala ya kwanza. Kivipi? Swala ya magharibi inaingia muda gani? Inapozama jua na kudhihiri kwa mawingu mekundu, shafaqul ahmar. Inaondoka muda gani? Inapotoweka tu mawingu mekundu inaingia nini? Isha. Kwa hiyo hizi ni mutakaribatani, hizi zimekaribiana swala mbili hizi. Kwa hiyo wakati wa isha utegemeana na nini? Na wakati wa nini? Wa magharibi. Kwa hiyo zikawekwa ni hukumu moja. Imeeleweka? Fataghtasilu tusalli, atatakiwa aoge na aswali. Lihadithi Salama radhiyallahu anha, kanat an-nufasa'u ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama tajlisu 40 yawman. Shaenda kwenye mambo mengine huko, nimeruka. Utakushangaa kuja 40 yawman toka wapi? Lakini hii takhfif kidogo ni kauli ya baadhi ya wanazuoni. Imam Ahmad bin Hanbali, Imam Malik bin Anas na Imam Ash-Shafi'i ndio kauli yao hii. Lakini kauli ya Imamu Abu Hanifa an-Nu'man al-Hanafiyya, wao ataswali muda wa swala ambayo imemkuta yuko kwenye tahara. Kivipi? Huyu ameenda ada yake ya mwezi, adhuhuri imeingia kwenye ada, alasiri imeingia kwenye ada, kabla muda wa alasiri haujamalizika akataharika, aoge aswali alasiri. Kwa sababu wanasema haiwezi kuwa hukumu ya swala ambayo iwe ni lazima kwa haikuwa ni faradhi kwake kabla, haikuwa ni wajibu tekeleza ibada ya dhuhuri kwake yeye huyu, kwa sababu hakuwa kwenye tahara mpaka muda wa dhuhuri umeondoka, ukaingia muda wa nini? Wa alasiri. Muda wa alasiri bado upo kwenye ada yake, haujamalizika na kuondoka muda wa alasiri akataharika. Kwa sababu ametaharika katika muda wa alasiri, tayari huyu wajibu upo katika swala iliyopo ndani ya muda wake. Kwa hiyo swali la asiri peke yake sio na dhuhuri iliyopitwa. Nimeeleweka eh? Hali kadhalika alikuwa na ada katika muda wa dhuhuri, muda wa alasiri, muda wa magharibi, paka unaisha, inaingia muda wa swala ya isha. Muda wa swala ya isha haujamalizika akataharika, maana yake uwajibu wake huu upo katika muda wa swala ambao wajibu wa swala hapa ni swala ambayo ipo ndani ya muda, kwa sababu swala hii imemkuta au haijaondoka, muda wake haujamalizika, akawa ameingia katika utahara, tayari ameingia katika uwajibu wa kutekeleza ibada ya swala hiyo. Kazi ni kwenu, tafata la kwanza au la pili, ahlan wa sahlan. Lakini jamhurul ulama ni hata swala ya nyuma yake itakiwa aiswali. Wallahu a'lam. Nukta yetu ya leo inatosha hiyo. Kesho tutaangalia ani darasa ijayo, aqallu nifasi wa aktharuha, muda wa nifas na wingi wake, uchache wake na wingi wake. Tutaangalia rasmi al-istihadha, ile damu ya ugonjwa tuligusia kule nyuma, na jinsi ya kufahamu mustahadha na mtu mwenye ada ya mwezi ya hedhi. Tutaangalia nukta hizo 3 biidhnillah taala darsa inayofuata, Allah akipenda. Allahu a'lam. Mara nyingi zikija kauli mbili ambazo zote zina dalili, tuna njia moja katika mbili. Mosi ni qaulul jamhur, kauli ya wengi, unaweza kukitanguliza. Pili ni kauli ambayo utakinaishwa nayo kwa hoja zake, hiyo ndiyo ya kushika bila kujali ina wengi au ni wachache. Majambo ya khilafu mara nyingi yanakwenda hivyo.
Tuliangalia ni swala gani lilikuwa lile, nafikiri ilikuwa ni la kumgusa mwanamke. Je, anatengua udhu au hatengua udhu? Tukaona kauli aljamhuri anatengua udhu kumgusa mwanamke, lakini kauli yenye nguvu kwa mujibu wa mashiko na adila ukitazama vizuri ni kwamba hatengui udhu kumshika mwanamke. Kwa hiyo sasa mimi nakuachia hili, ndio maana ya darasa. Hatufundishi itikadi na misimamo, tunatoa ilmu. Ilmu inatolewa tu, ni amanatul ilmu, ni katika sehemu ambapo kuna mambo ya khilafu, ni kuweka wazi watu waangalie jambo gani lilokuwa bora zaidi kulifuata. Aha, nimekuelewa. Wale walisema akitoharika baada ya alasiri au muda wa swala la asiri ataswali na dhuhuri na alasiri, dhuhuri na alasiri. Akitoharika muda wa swala ya Isha ataswali magharibi na Isha, sio? Sasa vipi kuhusu akitoharika muda wa alfajiri? Je, ataswali na swala ya nini? Ya Isha? Sasa hapo ndo utaona umuhimu wa kufuata kauli ya pili. Sawa, mengi yamepita hapo. Kwa kweli ukiangalia mafundisho sijaona sehemu wamesema akitoharika fajri ataswali na swala ya nini? Ya Isha iliyokuwa nyuma yake, bali wameleta zile swala mbili ambazo zimekaribiana sana, na si swala hii ambayo Isha ndio na muda mrefu pamoja kukuta swala ya alfajri. Ndio taona ile kauli na uzungumza mimi, ataswali swala ambayo wametoharika ndani ya muda wake. Na wenyewe wanasema side effect, upande wa pili wa madhara katika dawa. Shekhe, ni swali zuri sana na la muhimu mno, kwamba ukiangalia kitanzi, kijiti, sijui vidonge, sindano, kwa asilimia kubwa imekuwa vina madhara sana kwa kina mama. Hata baadhi ya magonjwa yamezungumzwa kwamba yanasababishwa na vitu kama hivyo, na hata baadhi ya mili kubadilika na kuharibika, unene ambao sio wa kawaida kwa mtu ambaye hana asili hiyo, yamekuwa yakizungumzwa. Tuwasaidie vipi kabla ya kujua lile kwamba hapa ni hedhi hii au ni istihadha? Swali hili linanikumbusha swali lingine ambayo maswali yameulizwa sana na wakina mama kwenye swala la hija. Kuna baadhi walisema, bana, mimi kwa nini wakina mama wasinywe vidonge ikiwa anajua kabisa nikienda hija wewe nikaenda kwenye ada yangu, kwa kuna ibada zashinda kutekeleza, kwa hiyo ninywe vidonge nizuie katika ule muda niendelee kufanya ibada ya hija. Wanazuoni wamezungumza jambo hili na karibiana sana. Wanazuoni wakasema hapana, asinywe vidonge vya kuzuia ada yake kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji wakati mlango uko wazi, umefunguliwa wazi. Wakasema hivyo, lakini wakati wanazungumzia hili wakazungumzia madhara, wakasema asidi kusema kule mwanzo kwenye taarifu ya hii damu ya haid ni halu sihhati almar'a, ni hali ya kiafya kwa mwanamke. Kwa hiyo kuizuia isiende kwenye dasturi yake, manake unazuia hali ya kiafya wanasema ya kimwili ambayo inahitaji kuwepo. Ni sawa sawa na mtu ambaye akapata fursa ya kujizuilia kutokwenda haja ndogo au kubwa, atapata madhara makubwa katika mwili wake. Ndio sawa na kuzuia ada ya mwezi kwa sababu ya ibada. Na ukiangalia pia hizi dawa zina athari katika mtiririko wa ada ya kina mama. Kwa hiyo kuna mashaka kidogo, na msingi uko wazi. Ikiwa dawa yoyote ina madhara ya aina hiyo, basi huenda ikaingia kwenye haramu. Huenda nikuwa vizuri, huenda ikaingia kwenye haramu kama ikithibitika madhara yapo ni makubwa. Njia pekee ambayo Uislamu umeiruhusu ni ile ambayo imesema na masahaba radhiallahu anhum ya azl, ambayo ni njia ngumu, lakini ndio ambayo imefundishwa na Uislamu. Wanandoa wakikutana kwenye jambo la ndoa, ikifikia wakati wa mshindo, basi maji yale yasimiminwe katika ndoa yake. Imeeleweka? Yamiminwe nje ya ndoa. Hadithi inayosema ile kunna nazil wal Qur'an yanzil, tulikuwa masahaba nasimulia, walikuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama
ili kupanga uzazi. Manake kwa uchache katika Uislamu akiwa mtoto akae apishane miaka 2 na ujauzito. Sio na mtoto mwingine na ujauzito mwingine. Na tofauti hapo. Mtoto mwingine anaweza kuwa apishana miaka 2 lakini ujauzito wake umekuja wakati huyo na mwaka mmoja. Kwa hiyo ilikuwa wanapanga uzazi kwa kupitia njia hiyo, na Qur'ani ilikuwa ikiteremka kipindi kile na mtume yupo. Mtume hakuwazuia wala hakuna aya iliyoshuka ikakemea jambo hilo. Kwa hiyo tabaki kwamba tutumie njia ambayo ni salama, tukiridhisha nao njia ni salama, tuitumie dhidi ya njia zote ambazo zina madhara. Kwa hiyo tutabaki hivyo. Wengine tutawaachia wataalamu wataingia zaidi huko. Tuna haki pia na sisi kuwaita wataalamu katika majlis kama hizi, watuambie. Nakumbuka mwaka jana mashaallah tulifanya Abu Badr pale katika mwezi wa Ramadhani, tulikuwa na wataalamu wa afya na mashekhi. Tulikuwa tunazungumzia swala la kwamba kufunga watu wenye kisukari, wenye vidonda vya tumbo, wakatoa findings zao pale, ni kisukari gani, ni vidonda gani vya tumbo. Fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun. Tusiingie sana katika masuala hayo. Tuna haki sasa ya kuwaita matabibu watueleweshe zaidi madhara yake yakoje. Maana kiasili kila dawa ina side effect ina upande mwingine. Na wale ambao wamepewa talaka watakaa eda miaka qurui 3. Kauli ya kwanza qurui 3 maana yake ni zile ada ya kwanza, ada ya pili mpaka ya 3. Kauli ya pili ni tahara 3. Ada ya kwanza akiingia shataharika qurui 1 malizika na kwenda mpaka 3 zimalizike. Sasa hawa ambao utaratibu wa ada umebadilika, maana anapitiliza sasa, anaenda zaidi ya wiki, au yeye haendi ada kabisa. Unajua kuna wengine wanaenda ada kabisa kwa sababu ya madawa hayo, au mwingine anakwenda moja kwa moja haikatiki. Tutajuaje? Ndio swali hilo. Kuna njia mbili za kujua. Moja, tutarejea katika al-urf kwamba tutahukumu ile damu si ya ada tena, ni ya nini? Ni ya istihadha, ni damu ya ugonjwa. Ni damu ya nini? Ya ugonjwa. Kwa watakadiria ile masiku ilikuwa ni desturi yake kutoka ni siku 3. Mimi tarehe 7 mara nyingi mpaka tarehe 10 na kwa nimekamilisha. Takadiria pale. Baada ya istihadha nataka kuswali na kadhalika. Sasa itabidi iangalie hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna hukumu ile ya wale wasioenda ada ipo. Wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum. Wao pia wana hukumu yao, watakwenda ni miezi 3 na siku 10. Atachukua hukumu ya nani? Yule ambaye aendi ada, kwa sababu hawa wenye madawa pia wanaathirika, unakuta aendi ada kabisa, anakaa mrefu. Kwa atachukua hukumu ya wale ambao ya'isna min al-mahid, wale ambao hawaendi ada kamwe, washafikia utu uzima. Eda yao ni miezi 3 na siku ngapi? Na siku 10. Kwa utamchukua na huyu ambaye anaenda ada muda wote, ana maradhi hayo, yani na kweli maradhi haya hapo shekhi. Mtu anaenda yani mwaka mzima, atakwenda anataka siku ngapi? Miezi 3 na siku 10. Zaidi ya hapo mashaallah siku hizi kuna njia ya kwenda kwa matabibu kujua mtu ana ujauzito au hana. Teknolojia imepanuka. Kwa hiyo wanaenda kwenye hukumu ya wale ambao wanakwenda kwenye hawaendi ada ya mwezi. Tutamchukulia huko hukumu yake ili apate zile eda yake za kuzihesabu. Ima eda ya kufiwa ama eda ya kuachwa. Wallahu a'lam. Mlango wa talaka uko mbele. Tukutana nao inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.